lengo kubwa ili aweze kufika mpaka darasa la 7. Lakini katika uboreshaji wa mitaala tunaona sasa hivi elimu msingi, mwanafunzi anapoanza chekechea anatakiwa afike mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo shule salama wamekuja na maboresho katika kumlinda huyu mtoto ili aweze kufikia ndoto zake. Kwa tunapoongelea habari ya shule salama, kikubwa tunachokiangalia ni ulinzi na usalama wa huyu mtoto toka anapotoka chekechea au darasa la awali mpaka sasa afike kidato cha 4. Kwa hiyo shule salama wamekuja na hii program ambayo ni program wezeshi, ambayo sisi kama walimu tunatakiwa kuwa na jukumu kubwa sana kama walezi katika shule la kuwalinda hawa watoto. Lakini hatuwezi kufanya peke yetu, kuna jamii ambapo kule watoto wanatoka. Kwa hiyo pia tushirikiane na jamii. Ndio maana hii elimu ilipotolewa tunatakiwa pia tuwashirikishe wazazi, tushirikishe jamii, tuwashirikishe viongozi katika serikali zetu ili waweze kujua umuhimu wa shule salama, likiwa jukumu kubwa sana swala la ulinzi na usalama wa mtoto dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, dhidi ya vitendo vya ukatili ambavyo vinafanyika kwa watoto wetu. Nadhani umuhimu mkubwa wa kuanzisha programu ya shule salama ni kutokana na ongezeko kubwa au pamekuwa na wimbi kubwa la vitendo vya ukatili kwa watoto. Kama tunavyosikia vyombo vya habari vinatangaza kila siku, kwenye television tunaona kuna vitendo ambavyo vinafanyika kwa watoto wetu, ambapo kikubwa ni kinaitwa ukatili. Ukatili huu umegawanyika katika makundi 4, kwamba kuna ukatili wa kingono, kuna ukatili wa kihisia, kuna ukatili wa kiuchumi, lakini pia kuna ukatili wa kimwili ambao huu unatokana na vipigo. Vipigo vinaweza vikasababisha mtoto huyu akaweza kuathirika aidha kisaikolojia au kimwili kutokana na majeraha yale anaweza kayapata. Kwa hiyo ukatili huu ndo umepelekea zaidi kuwa na programu ya shule salama, lakini pamoja na vitendo vya unyanyasaji. Tunaona watoto wanapitia manyanyaso sana wanapokuwa nyumbani, lakini pia hata katika mazingira ya shule kuna vitendo vya unyanyasaji vinaweza vikawa vinaendelea. Kwa hiyo ndio maana programu wezeshi ya shule salama nimeona kwamba ni wakati sasa wa kuweza kumtoa mtoto katika vitendo vya unyanyasaji, lakini pia katika vitendo vya ukatili. Kuna ukatili wa aina nyingi kama alivyosema. Kuna ukatili wa kihisia au kisaikolojia, kuna ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili ambao unaambatana na vipigo, na ukatili wa namna tofauti tofauti. Kwa mazingira yetu ya ufundishaji kuna aina ukatili ambao mara nyingi tunakumbana nao. Ukatili wa kwanza ni ukatili wa kimwili. Tumekuwa na kesi nyingi sana za watoto kuwa wanapigwa katika mazingira tofauti tofauti. Mazingira ya nyumbani, kuna baadhi ya wazazi wamekuwa wakiwapiga watoto wao kupita kiasi kwamba wanawasababishia majeraha, na hao watoto wanapokuwa wanapigwa wanakosa sehemu ya kusema. Kwa hiyo wanakosa muongozo kwamba inatoa dirisha la mtoto kupata fursa ya kujielezea na manyanyaso ya hapa na pale. Lakini ukatili wa kihisia tunaweza tukapata pia kupitia mfumo wa maisha. Kwa mfano, shule salama wamekuja na programu ya chakula shuleni. Unasisitiza sana wanafunzi wale shuleni. Kula shuleni kuna maana ambapo wazazi wanapaswa waelewe. Mtoto anapokuwa na njaa hawezi kupata elimu, hawezi kujifunza. Kwa hiyo tunapokuwa na makundi mawili, kuna watoto wale shiba na kuna watoto ambao wana njaa, tayari wale wenye njaa hawezi kufikia malengo yao ya kielimu. Kwa hiyo tayari kihisia hawezi kuwa sawa. Huo ni ukatili ambapo maeneo hayo shule salama umeboresha, kwamba umetoa wito kila shule kwa wazazi wajitahidi kuwe na huduma ya chakula shuleni. Lakini mazingira yetu ya ujifunzaji na ufundishaji kuna aina ukatili ambao unajitokeza pia. Mazingira ya wanafunzi wenyewe. Kuna kesi za ulawiti mara nyingi huwa zinajitokeza, ambazo zinafanyika kwenye mazingira ya aidha mazingira yakitoka nyumbani, mazingira ambapo wanakuja shuleni, kwa maana mazingira ya jamii,
lakini hata kwa wakati mwingine mpaka mazingira shuleni. Vitendo hivi tumeviona katika baadhi ya kesi mbalimbali. Kwa hiyo shule salama imekuja kuondoa huo mlolongo wa kesi. Kwa maana ya kutoa elimu kwa watoto kuhusu ukatili, kusimamia misingi ya kuzuia ukatili. Hiyo ni pamoja na kutoa huduma ya unasihi. Kwa maana watoto wanapata fursa ya kuambiwa madhara ya ukatili, wanapewa nafasi ya kuweza kujielezea wanapofanyiwa ukatili, lakini pia wale ambao wana hofu na wamefanyiwa ukatili, kuna sanduku la maoni. Hii pia ni huduma bora sana kwa mtoto. Mtoto huyu ana udhaifu wa aidha aibu au vitu vingine, tuna sanduku la maoni. Sanduku la maoni linampa fursa ya mtoto kupeleka maoni yake kwa walimu husika na tatizo lake likatatuliwa. Wewe umesema ni mwalimu mkuu, lakini pia kuna changamoto ambazo huwa zinaweza changamoto ambazo tunakutana nazo ni hizi kesi za unyanyasaji. Labda kuna vitendo vimefanyika kule nyumbani, lakini pia unyanyasaji wanaweza wakafanyana hata wenyewe wanafunzi kule madarasani. Kwa hiyo hizi changamoto ndio alivyosema mwalimu hapa kwamba kuna daftari lile kuna sanduku la maoni. Kwamba ile sanduku la maoni kazi yake kubwa ni kutoa ripoti za vitendo vya unyanyasaji, lakini pia masuala ya ukatili. Kwa hiyo kwa upande wa wasichana kwa sasa hivi, jinsi ilivyokuwa, unakuta hakuna zile kesi nyingi za ubakaji au vile vitendo vingi vya masuala ya ukatili, mfano ukatili wa kingono. Sasa hivi imehamia kwa watoto wetu wa kiume. Kwa hiyo unakuta kesi nyingi tunazokutana nazo ni masuala ya ulawiti kwa watoto wa kiume. Kwa hiyo wimbi la masuala ya ukatili wa kingono limeelekea sasa hivi kwa watoto wa kiume. Tofauti na kipindi cha nyuma tulikuwa tunaogopa mtoto wa kike alindwe, mtoto wa kike asipate mimba akiwa shuleni, mtoto wa kike atunzwe. Lakini sasa hivi tumesahau, tumehamia sana kwa watoto wa kike, lakini tumewasahau watoto wa kiume, ambapo sasa ukatili sasa hivi umeelekea kule kwa watoto wa kiume.